Pendekezo la serikali ya Kenya la kujenga kinu cha kawi ya nyuklia katika eneo la Seme, Siaya linafungua ukurasa mpya wa mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa nishati nchini Kenya. Baada ya upinzani mkali kutoka pwani ya Kenya ambako mradi huu ulipingwa kwa hofu ya mazingira na usalama, sasa macho yote yameelekezwa magharibi mwa nchi. Lakini swali kubwa linabaki, je, tunasogeza tatizo au tunalitatua? Kwanza, suala la usalama haliwezi kupuuzwa wala kufichwa nyuma ya lugha ya maendeleo. Nyuklia si mradi wa kawaida, ni teknolojia yenye nguvu kubwa, lakini pia yenye hatari kubwa isiyo na nafasi ya makosa. Historia ya dunia inatukumbusha kwamba ajali za nyuklia, hata kama ni nadra, huacha nafasi ya miongo mingi. Je, Siaya na Kenya kwa ujumla vina uwezo wa kiufundi, kitaasisi na kifedha wa kudhibiti hatari ya kiwango hicho? Pili, suala la taka za nyuklia linabaki kuwa giza kubwa katika mjadala huu. Taka hizi hazipotei kwa miaka michache, zinaweza kubaki hatari kwa maelfu ya miaka. Hii si changamoto ya kizazi kimoja, bali ya vizazi vingi vijavyo. Bado hakuna jibu la wazi la ni wapi Kenya itahifadhi taka hizi kwa usalama wa muda mrefu bila kuhatarisha watu na mazingira. Kuepuka pwani na kuelekea Siaya kufanyi tatizo hilo kutoweka. Tatu, gharama ya mradi huu inazua wasiwasi mkubwa wa kiuchumi. Kinu cha nyuklia si mradi wa kawaida wa miundombinu, ni uwekezaji wa mabilioni ya dola unaohitaji uangalizi wa hali ya juu kwa miongo mingi. Katika nchi inayopambana na deni la umma, ukosefu wa ajira na changamoto za huduma za kimsingi, ni lazima kuuliza kama huu ndio wakati mwafaka wa mzigo huo mkubwa wa kifedha. Zaidi ya hayo, dunia yenyewe inaelekea kwenye mabadiliko ya kimkakati ya nishati. Mataifa mengi yanaacha polepole na taratibu utegemezi wa nyuklia na mafuta, yakielekeza nguvu kwenye nishati jadidifu: jua, upepo na joto ardhi. Hizi ni salama zaidi, nafuu kwa muda mrefu, na hazileti urithi wa hatari kwa vizazi vijavyo. Kenya yenyewe tayari imebarikiwa na rasilimali kubwa za joto ardhi na mwanga wa jua. Je, kwa nini tusipanue kile tunachokijua na kukimudu badala ya kuingia kwenye eneo lenye hatari zisizokadiriwa? Maendeleo hayapimwi kwa kasi ya miradi mikubwa, bali kwa hekima ya maamuzi yanayolinda maisha ya sasa na ya baadaye. Kenya lazima iulize kwa uangalifu, je, tunajenga mustakabali salama au tunafungua mlango wa hatari zisizoweza kufungwa?